Naulizwa maswali mengi sana. Mheshimiwa, tumesikia ugombei. Mheshimiwa, mmetuambia tususie uchaguzi. Siwezi kumfafanulia mtu mmoja mmoja, na nyie ni watu wa nyumbani, na nyie ni watu wazuri sana. Hatuwezi kusubiri wakina viongozi wa kitaifa wafike hapa ndo mjue ukweli, kwa sababu Arusha ndo tunachezesha shere ya nchi hii katika mambo ya siasa. Kwa hiyo nikamwomba mwenyekiti tuitishe mkutano, na tutafanya mikutano kata 15. Jombi, ukitaka tuje kwako. Vivi Mtiania, na wewe unataka tuje kwako? Tutafanya mikutano mfululizo paka karibu na Pasaka pale kila siku. Na tutafanya kikao na madiwani wanaotaka udiwani au watiania udiwani. Waheshimiwa wabunge wote nchi nzima wameitwa Dar es Salaam siku za hivi karibuni kwenda kuambiwa nini maana ya no reforms, no election. No reforms, no election maana yake ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, sio kwamba tutasusa uchaguzi. Jibu ni kwamba hawatafanya uchaguzi. Sio kwamba mimi nitakwenda kukaa nyumbani siku hiyo wanaotarajia kufanya uchaguzi, mimi nitakuwa mbele, nyie mtakuwa mbele, hakuna mtu atapiga kura. Ndio maana no reforms, no election. Sasa na naomba nisisitize hawa, nyie polisi, wapelekeni wakubwa zenu waliowatuma. Pelekeni kwa Samia, kwa msajili wa vyama, kwa IGP na mkurugenzi wa usalama wa taifa. No reforms, no election. Hatuendi kukuna nazi, hamtafanya uchaguzi. Sijui mnanielewa Arusha? Sijui mnanielewa Arusha? Kwa sababu kuna watu wanawadanganya, wanawaambia Chadema mtasusa. Chadema hatutasusa. Tunaunganisha wananchi kutafuta haki ya uchaguzi. Mliona uchaguzi wa 2019. Haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uuni ule. Mmeona uchaguzi wa mwaka 2020. Haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uhuni. Mmeona juzi 2024 naandikisha mpaka maiti kwa daftari la mtaa. Sasa nyie mnasema twendeni hivyo hivyo. Hatuendi hivyo hivyo. Lazima tuwalazimishe wauni kubadilika kutoka kwa wauni waje kwenye wokovu. Mmeambiwa hapa na mwenyekiti, kanuni ya sasa ya uchaguzi inasema na sheria, kile wakala wako akishaapa kuwa wakala, ile fomu ya kiapo, naomba mtu mmoja apande hapa. Panda hapa mara moja. Panda mwenyekiti wa vijana. Panda. Katika uchaguzi kuna mtu anaitwa wakala. Si mnajua? Huyu wakala anakaa kwenye kituo cha kupigia kura kulinda maslahi ya mbunge, diwani pamoja na rais. Kanuni ya sasa na sheria ya sasa, ili huyu wakala aweze kukaa kwenye kituo cha kupigia kura, huyu wakala anatakiwa ale kiapo kwa mkurugenzi ama hakimu. Sasa kanuni na sheria ya sasa inasema huyu akishakula kiapo, mkurugenzi ambaye ni mteule wa rais, sikiliza kwa makini Arusha, mkurugenzi, hiyo spika moja geuzie huku, wale wakule waje ndani, kama wasikii wakomae huko kwa wasisikii, geuzie huko kidogo, napata kishida kidogo. Ndugu zangu, huyu wakala, sheria ya sasa inasema hivi, mkurugenzi ambaye ni mteule wa rais, nani wote mnafahamu mkurugenzi analipwa pesa na nani? Mkurugenzi anateuliwa na nani? Anateuliwa na nani? Sasa huyu mkurugenzi, njoo mtu mmoja hapa, hii inatakiwa mifano, njoo mara moja hapa. Huyu ni mkurugenzi, mimi ni rais, nimemteua huyu kuja jiji la Arusha mjini. Mmeelewa? Huyu
anamwapisha huyu kuwa wakala wangu, alafu sheria inasema huyu hapa ndio atakayeamua kupeleka fomu za kiapo kwenye vituo. Kinachofanyika ni kwamba huyu asipopeleka fomu za viapo kwenye vituo, huyu hawezi kusimama kulinda kura yangu. Huo ni uchaguzi. Sisi tunasema huyu ambaye ni wakala wangu, mimi nikishamsema ni wakala wangu, nikampa barua kwamba ni wakala wangu, nimwapishe mimi au wakala wangu mimi, au sihusiane na matakao yako wewe, kwa sababu wewe huyu hakuhusu. Sasa nini kinatokea? Arusha kutakuwa na mawakala 1000. Kituo kimoja kinawapiga kura 450 mpaka 500. Huyu mkurugenzi asipompa huyu, asipopeleka fomu ya kituoni, huyu asubuhi tunamwambia kituo chako ulichopangiwa ni shule ya msingi Sombetini A. Anakwenda shule ya msingi Sombetini, yule msimamizi msaidizi anamwambia karatasi yako ya kiapo haijaletwa na mkurugenzi, subiri pale nje, afande mtoe huyo. Wakati anaambiwa afande mtoe huyo, kura zinaingizwa. Jamani, tunaelewana Arusha? Tunaelewana vizuri Arusha? Sasa sikiliza. Mkurugenzi usiondoke. Unaweza kuja kuwa mkurugenzi tukichukua nchi. Tulia. People, naomba mnielewe. Sheria vile vile inasema, sheria kwamba siku ya matokeo mmeshapiga kura, huyu wakala amepata matokeo, kanuni inasema yule msimamizi msaidizi wa uchaguzi ambaye ni mtendaji wa kata, ambaye anafanya kazi chini ya mkurugenzi, atakuwa na uwezo wa kuamua kumpa wakala fomu ya matokeo ama la, ama kuhamisha kituo cha kupigia kura kwenda mahali ambako anaona itafaa. Sijui kama mnaelewa Arusha. Nataka niongee kwa lugha ya kawaida sana ili kila mtu hapa anielewe. Manake ni kwamba huyu wakala wetu kasimama kwenye kituo lema 700 pesi hawa. Unasikiaje tena wataja? Kazi wamebaki na kazi moja, kuchoma nyama, kuuza bia barabarani, kuchoma nyama barabarani. Na nyie mlivyokuwa ajabu mmeenda kula nyama za bure. Arusha mmekuaje nyie? Kila siku anawaita nyama na nyie mmekuaje nyie? Hii tauni yangu kweli? Zamani Arusha mlikuwa na ngwani malia sasa. Sasa huyu ni wakala kituo kata Sombetini. Tayari matokeo yamepatikana, fomu zote kwa yamkini zimeshajulikana. Huyu ameshinda udiwani, yule mtendaji wa kata ambaye ni msimamizi msaidizi ambaye yuko chini ya mkurugenzi, ambaye mkurugenzi yuko chini ya rais, anapokea maelekezo kutoka kwa rais, na mkurugenzi bosi wake ni mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, na mkurugenzi anafanya kazi chini ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, ambaye mkuu wa wilaya ni bosi wake, na huyo mkuu wa wilaya ambaye ni bosi wake anaongoza hao mapolisi na OCD, ndio anawapa maelekezo. Huyu amepewa mamlaka, anaweza asihesabu kura kituoni. Kanuni inasema ataangalia mahali sahihi penye usalama, hatakapoona inafaa anaweza akachukua box la kura akaenda kwa demu wake. Sijui kama mnanielewa na viongozi wangu mnanielewa. Maana yake ni kwamba hakuna uchaguzi. Hakuna nini? Hakuna uchaguzi. Sasa kama hakuna uchaguzi tunafanya nini? Hatuwezi kuwa na taifa ambalo uchaguzi unaamliwa kwa bunduki, unaamliwa kwa mabavu. Sasa kwa sababu tukishiriki uchaguzi hatushindi, tunaibiwa. Hata tusiposhiriki hatutashinda, kwa sababu tukishiriki hatutashinda. Ni bora tuseme hivi, sio hatutashiriki uchaguzi. Nyie CCM wezi hamtafanya uchaguzi kama kanuni hizi hazibadilishwi.
Sasa sheria tunazosema zibadilishwe ni nini? Tunawaambia hivi, tunataka mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi wa Taifa asiteuliwe na rais, kwa sababu rais ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Yaani iko hivi, ni sawasawa mimi Godbless Lema ninaingia kwenye uchaguzi na huyu, alafu namchagua mke wangu kuwa msimamizi wa uchaguzi. Sijui mnanielewa? Nataka muelewe, ili mkiongea vijiweni na sehemu mbalimbali mjue nini maana ya no reforms no election. Kuna wengine mnafikiri tunasusia. Hatususii uchaguzi, tunalazimisha haki katika uchaguzi. Ndio maana no reforms no election. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Sio hakuna mabadiliko tunasusa, hatususi, tutawazuia. Sasa mheshimiwa, msipoingia nyie, vyama vingine vitaingia. Sisi ndo miamba ya siasa nchi hii. Hivyo vyama vingine vikiingia, na vyenyewe tunaviona kama CCM. Sijui kama Arusha tunaelewana. Arusha sijui mnanielewa. Lakini mkurugenzi mkuu wa tume ambaye sasa anasubiri matokeo nchi nzima, matokeo yao nchi nzima yanatoka kwa wakurugenzi ambao wote wameteuliwa na rais, alafu wote wanafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa. Ndio tunasubiri matokeo yaje, alafu yule aliyeteuliwa na rais, yani mke wangu mimi leo tunaingia na uchaguzi, au mimi nakuibia wewe gari, alafu unamchukua mke wangu uende naye mahakamani, mke wangu aniite mimi mwizi. Utakuwa pimbi wewe. Sasa huyu mkurugenzi wa uchaguzi juu ni uteuzi wa nani? Wa rais. Wakurugenzi wote wa sheria tume ni wateuzi wa nani? Wa rais. Mkurugenzi wa halmashauri zote nchi nzima ni wateule wa nani? Wa rais. Mkuu wa wilaya anayesimamia, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama wa wilaya, ni mteule wa nani? Wa rais. Na vile vile mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ambaye ndio rais, ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na ndio yeye amemteua mkurugenzi wa kumfanya ashindwe uchaguzi. Inawezekana? Mnatuelewa pointi yetu? Sasa ni hivi. Tulia msala wangu, tulia. Tafadhali naomba utaratibu. Iko hivi. Na CCM mwelewe, hii kazi ya no reforms no election tumeijadili kwenye vikao vilivyopita mwaka jana. Tumeijadili Bagamoyo. Sikiliza, commitment yetu ni kufa ama kufungwa kwa ajili ya kupata uhuru katika nchi hii. Commitment yetu. Kama nyie mnajipanga mtaua kutupia polisi, sisi tumejipanga kuzikwa na wananchi. Tutaongoza mapambano, na mapambano yenyewe sio fujo. Tunawaambia hivi, tunataka tume huru ya uchaguzi. Ifanye nini? Sio ibe kura. Kuwe na tume huru ya uchaguzi. Kura zipigwe kwa uhuru. Watu hesabu kura kwa uhuru. Matokeo yabandikwe kwa uhuru. Ukishinda, mimi nikukumbatie, nikwambie bana, hongera, nilikuwa na hoja zangu hizi, nenda nazo bungeni. Hawataki. Sasa kama tuna akili, tunashindwaje na wezi? Tunashinda. Nao ni waoga. Nakwambia ni waoga. Hakunaga mwizi jasiri. Sisi ndio wapumbavu. Hakunaga mwizi jasiri. Ndio maana mwizi akija kuiba kwako, shukeni makamanda. Jogoo hakawika, mwizi anaruka ukuta. Ndio maana juzi huyu nani, msemaji ovyo nani huyu? Makala huyu. Na ukitaka kujua ni waoga, tumezindua tone, nitaeleza baadaye. Siku ya uzinduzi wakafunga ile namba isipokee pesa. Tukaleta uzinduzi tena, tunaambiwa siku ile ingeingia karibu milioni 400. Wakazuia. Mimi nikaongea na watu wa Vodacom. Na juzi nimeongea na mkurugenzi mkuu wa Vodacom. Nimemwambia nahitaji kikao na ofisi kwao. Akaniambia kuna watu watanirudia, tupange kikao. Sijaona simu. Mimi nitatoa maelekezo kwa washikaji zangu na viongozi wa chama chetu London na Marekani, waende London wakafanye maandamano Vodafone UK. Ndio mtakuwa na akili nyinyi.
Hamtakuwa na akili nyie. Wanafunga. Huyu naye akaenda mbali, akasema Tone Tone inatafuta fedha kununua virusi vya Ebola na Mpox. Mimi nikaicheki ile picha, nikampigia kiongozi mmoja wa CCM, nikasema huyu makala anakula unga? Ebola, virusi vya Ebola vinanunuliwa wapi? Mpox inanunuliwa wapi? Wamechanganyikiwa kwa sababu wanafahamu hii Tone Tone mkiitika vizuri nyie, chama hiki hakitakuwa na shida ya pesa. Tukipata watu 1,000,000 wakatoa shilingi 2,200 kila mwezi, ni shilingi bilioni 2 kila mwezi. Tukipata watu 1,000,000 wakatoa shilingi 5,500, mimi leo nimeshakata kwenye simu yangu pesa, mimi mchango wangu ni shilingi 200,000 kila mwezi. Maana yake kwa miaka 2 nimeweka mkataba, na hichi itakachowaambia ni kwamba uhitaji kila mwezi kutoa. Nitawafundisha jambo hapa. Unaingia, unasaini mkataba na Chadema, ikifika mwisho wa mwezi umechangia 500, inakata kama songesha moja kwa moja. Tukipata watu 1,000,000 ni kwa 2,200 ni bilioni 2. Lissu ukimpa budget ya 500,000 watembee mikoani, hawa jamaa wanahamia nchi, wanahama nchi hawa. Wanahama nchi. Uongo. Sasa wanazuia. Na mimi nawaambia CCM na Rais Samia, mkituzuia katika kila jambo jema, ubaya utaota bila taarifa. Hakuna kitu kibaya kama mtu anayetafuta haki kwa wema alafu unazuia haki. Huyu mtu atachoka. Pengine kizazi hiki kisichoke, lakini mnaandaa kizazi jeuri katika siku zinazokuja. Na ndio sababu ya hofu walionayo. Sasa watu Arusha, hali ya nchi siwezi kuambia ni mbaya, mnajua. Nyie wote hapa mna hali mbaya. Wote hapa mmechoka. Na sikiliza, ninawaambia kila siku, kinachoweza kusaidia nchi hii ni haki kitawala. Haki kitawala. Sasa hebu niambie, mimi katika mazingira haya nikasema nataka kugombania ubunge na nimefatwa mimi. Mungu ni shahidi, nimefatwa. Naambiwa muache mama, wewe tulia, usipige serikali, kama hilo jimbo unalotaka tutalifanyia wepesi kwako. Unauliza bei yangu ni shilingi ngapi? Ni kama unauliza bei ya mke wangu kulala naye ni shilingi ngapi. Kwamba kazi hii naifanya hili niwe mbunge, kwamba nakwenda polisi mara nyingi na kimbia nchi kuvizia kuwa mbunge, kwamba tumezika marafiki zetu ili mimi niwe mbunge. Hapa kuna watu wamekufa ili mimi niwe mbunge. Yaani mimi nauza damu? Mimi siuzi damu, mimi nauza haki. Ukiona mtu yeyote anafikiri ubunge wake ni muhimu kuliko mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huyo mtu anatakiwa kuwa CCM na sio Chadema. Ukiona mtu yeyote nikisema nataka kuwa mbunge najipendekeza kwao, na kuwa chawa tu, na kuwa chawa mama na upiga mwingi mama, na si uchaguzi tu. Lakini jiulize, hii kazi hii ya utumishi sio duka kama lile la Blue Corner. Hii kazi ni kwa ajili ya vizazi vinavyokuja, na ndio sababu watu wanajitoa sadaka kwa sababu ya kupigania haki. Waheshimiwa viongozi, madiwani mnaotaka udiwani mko hapa. Kazi yetu ya kwanza ya msingi sasa hivi ni kuhamasisha watu na kuambia maana ya no reforms, no election. Tukipata mabadiliko ya sheria na kanuni zinazozingatia uchaguzi huru, yoyote anaweza akawa mbunge, yoyote anaweza akawa diwani. Viongozi walioko madarakani sasa, hilo ndilo linapaswa kuwa zingatio lao muhimu. Mimi nikitaka kuwa mbunge hapa na kuwa mbunge, nachagua kuwa chawa, uchaguzi wataacha kuwa huru na haki. Ila maana yake nimekubali kuongwa na nimetoa bei, na bei yangu ni kuwa mbunge.
Kama hiyo ndio bei, kwa nini nisingefanya kazi na Magufuli alivyonitaka nifanye naye kazi? Kwa nini nilikimbia nchi? Na kuna watu miongoni mwetu watakata tamaa kwa sababu malengo yao yalikuwa ni ubunge, na ubunge viti maalum, na udiwani. Hawa waende wafike salama. Nakwambia kuna watu, unasikia mtu anasema sasa kama hatugombani, kwa nini tunafanya siasa? Hatufanyi siasa ya mabadiliko ili baba yako awe mbunge. Tunafanya siasa ya mabadiliko ili tupate tiba katika maisha ya Tanzania. Full stop. Hii ni ajira hii. Nyie mnanitafutia mimi kazi? Mnitafutie mimi kazi? Mnaamini katika principles zangu kwamba huyu akienda bungeni, huyu Riki akiwa diwani, tutakwenda kubadilisha mji, tutakwenda kubadilisha nchi, sera zitabadilika, watu watakuwa na maisha bora, watu watakuwa na uhuru wa kusema, watu watakuwa na haki. Kwa waheshimiwa viongozi, kama kuna mtu miongoni mwenu, wewe Bahati njoo hapa. Nataka ubunge. Leo Jombi njoo hapa. Toa macho kama fundi saa hapa. Njoo hapa. Wewe ni watiania nyie, na wewe ni mtiania wa diwani. Nia yetu ya kwanza kwa sasa ni mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Tukipata hizo sheria, wote nyie hapa mnashinda. Tusipopata hizo sheria, tunakuwa tunaenda eti ili nishinde ubunge, natakiwa nyie mbebe chupa, mbebe mawe, mkatane visu na green guard ili mimi niwe mbunge. Hapana. Sikiliza. Tulieni, rudi tu baya. Ina matusi sana. Sio tu nje ya chama, hata ndani ya chama. Ina ziaka ndani ya chama. Ina matusi ndani ya chama. Kuna watu wamenunuliwa kwa ajili ya kurudisha kazi nyuma. Niwahakikishie watashindwa. Na wale ambao wanaendelea kuwa na bei na wako ndani, wananisikia na wakishia, kwa sababu hilo wanaofanya ni mbaya kuliko Chama cha Mapinduzi, mtawatafuta, mtawaona, kwa sababu yuko Mungu anayejua haki katika nchi hii. Sasa nyie wananchi, nyie ndio mtusaidie, na kutusaidia mwelewe zana ya maana no reforms no election, sio kususa uchaguzi. Hawa sasa ukimuona mtu eti sisi huyu nani mwenyekiti njoo, huyu labda ni mtiania udiwani Sombetini, anapinga madai, huyu hafai kuwa kwetu. Akienda chama chochote anachoenda, kamanda fika salama na Mungu akubariki uko unakwenda, ila wanaume watabaki na wanawake wahesabiwe. Ni bora chama hiki ikishindikana, mmeshindwa nyie kuja mbele, mmeshindwa nyie kuunganisha nguvu, sisi tunafanya nini? Mnatulaumu kila siku nyie. Peoples, Mheshimiwa Chadema mko wapi? Chadema ni nyie. Peoples, Mheshimiwa Chadema mko wapi? Chadema ni nyie. Watu ni nyie. Mimi ningekuwa sijui maana yenu nyie, kwa nini nakuja kufanya mkutano wa hadhara? Nakuja kuwashirikisha nyie kwa sababu hiki ni chama chenu, hii ni nchi yenu. Sisi tumelipa gharama jamani. Mimi nimelipa gharama, sina deni nchi. Na hapa kwa jina la Mungu sina deni nchi. Sina deni nchi. Nimelipa gharama kwa moyo wangu wote. Na nimeendelea kulipa gharama kubwa hata ndani ya chama changu. Kubwa kabisa. Gharama ambazo zinanifanya kuwa mpweke wa maisha kabisa. Tunalipa gharama za kuwa maadui na rais. Tunalipa gharama za kuwa maadui na mkurugenzi wa usalama wa taifa na IGP. Sio gharama ndogo. Wewe unashindwa kulipa gharama ya kumshikia bango eti diwani ama mwenyekiti wa mtaa. Vaa dera wewe. Osa mheshimiwa, hawa polisi hawa siku wakikutana na watu 100,000 barabarani, hawa wataunga maandamano mkono. Hawa huwa wanapiga mabomu kwa sababu huwa mnakuja 50.
Sikiliza, ita Nyomi waje watu 20,000 au wanarudi sento pale kule Miogo. Haki nakwambia kwa jina la Mungu. Ulimwona Ruto juzi kule Nairobi, watoto wanaitwa Gen Z waliingia barabarani. Wakapeleka mabomu, wakapeleka jeshi, wanajeshi wakaanza kupiga selfie na watoto, videm vidogo. Ruto rais ikabidi aingie kwenye Twitter space kufanya mkutano na watoto ambao hawana katibu, hawana mwenyekiti, wasela tu, ili nchi tulie. Kwa sababu gani? Waliingia barabarani kila siku. Sasa mheshimiwa, wakiua je? Leo hamna mazishi nchi, wamekufa na maandamano. Leo bodaboda haijaua mtu. Baba niwaambie nyie wote hapa, wote nyie wote hapa, nyie wote, 70% ama 50 ya watu naona hapa, miaka 50 na kuja hamtakuwepo nusu. Mwenye miaka 50 atakuwa na miaka 100. Hata kama wife atakuwepo, utakuwa kama boya kwa mke wako. Wote hapa. Kwa issue sio kuogopa kufa. Issue ni kwamba ulivyoishi, ulifanya nini juu ya kizazi kinachokuja. Sasa mheshimiwa, itakuwaje? Sikiliza, leo tunavyoanza hii kazi wakamshika Lissu. Mimi nikasema mwachieni Lissu, la sivyo tunaingia barabarani. Polisi wakakuta watu 10,000 barabarani. Yaani unajua maana yake nini? Ni Arusha mpaka Posta Meru wanarudi kukaa ndani. Serikali inatumia bunduki pale ambako watu wako wachache barabarani wanaodai haki. Ndio serikali inatumia bunduki. Kenya kikavimba, ikabidi wamuite mpaka Raila. Mheshimiwa Raila, njoo tuongee. Raila akasema naenda kupozea moto, lakini jambo moja, tugawane serikali. Leo serikali ya Ruto 50% Raila, 50% nani? Kwa sababu gani? Kuna wanaume na wanawake na watoto na vijana waliingia barabarani. Kwa mheshimiwa, unatuandaa kuingia barabarani? Ndio, na waandaa kuandamana maandamano ya amani kuzuia uchaguzi kama hakutakuwepo na sheria huru. Ndio, sijaja hapa kupanga send off mimi. Nimekuja hapa kuongea deal ya kuwa na haki katika uchaguzi. Mkisikia mimi nimeshikwa, acheni kuandika kwenye mitandao, nendeni barabarani. Wakipiga risasi mmoja, sogeza mbele mwili, songa mbele. Hawa watu tusipofika hapo, wanakuja kubinaifisha wake zetu. Fanya biashara, mnanisikia nye? Hali yenu sasa hivi mbaya. Wachina wamekuja wamevamia nchi nzima. Mnaona hali ni mbaya. Umaskini unaongezeka. Hali inazidi kuwa mbaya. Sasa watu wa Arusha, sisi siku zote tumekuwa ni mfano. Na mimi najivuna kwamba nimeendelea kuwa mfano bora katika nchi. Najivuna kabisa. Sihitaji kuambiwa, najua ndani ya moyo wangu nachowaza. Angalieni hata viongozi mnaoletewa. Mmeletewa hapa mkuu wa mkoa, yani kazi kila siku kazi yake ni sherehe. Huyu anatakiwa mwenyekiti wa kamati za harusi huyu. Huyu nakwambia. Unasema viongozi gani hao? Unaamka asubuhi unakuta barabara imefungwa. Kuna nini? Makonda anaishwa Subaru. Unaamka tena unasikia Arusha. Kuna nini Arusha? Kuanzia Alhamisi ijayo, mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Paul Makonda amesema kutakuwa na tamasha la kuchoma nyama na bia, barabara ya Uswahilini itafungwa. Mambo gani nimetoa shamba nyie? Hivi je, watu wangu kweli nyie? Ama mimi naongea bumbuli hapa sio Arusha? Hebu niambieni. Hili bahati hapa ni Arusha hapa? Arusha hapa? Amna, sio Arusha hapa. Nyie ni watu Arusha nyie? Unakata unasikia Arusha. Boya anakuja na nini tena huyu? Kuanzia siku ya Jumatano Alhamisi, eneo lote la stadium barabara zitafungwa. Kutakuwa maonyesho ya mama na mtoto kupika uji. Na nyie mnaenda kama mizogo. Mimi
nitaama huu mji. Haki ya Mungu, mimi naama huu mji. Mimi naama huu mji, mimi nenda zangu Bumburi huko. Bumburi hao kwenda mnakuaje nyie? Town mnakuaje? Mnapelekwa hadi anasema ama siongei. Riki, hebu andaa mikutano 15 ya Azara. Hebu niongee na watu wangu. Labda mmelogo nyie ama nyama mnaokula haya amekaa kiboya haya. Nilikutana naye leo iftari. Kafanya tena. Na mnaenda. Hivi nyie mmesahau kusachi watu? Mnashindwa kumsachi huyu? Mnamsachi, mnashindwa. Peoples. Sijui hivi jamani, hamuoni kama kuna kituko kimeingia mjini hapa? Na mimi naona wanavogombana huyo tena ni Gambo. Wanagombana, furahi za Mungu na kushukuru unajibu maombi nikiwa hai. Na enjoy sana hii life hii. Na zingine papa unacheke. Afu na rushwa pap. Nalia. Mheshimiwa jibu nikijibu anajirekebisha. Acha waendelee kupigana. Unajibu nini? Alafu wale hawaniwezi mwana. Hawaniwezi wepesi. Easy. Yaani hao watu wa nyama choma hao ni easy. Hao wala msona wasiwasi. Hao mbona wangu wote wawili hata wakiungana wakawa mwili mmoja mimi napiga. Asubuhi napiga. Ya asubuhi. Sisi tukomalia kitu hichi. No reforms. Hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko. Na nyie msitwe. Leo nimeona, leo. Wapi leo jana? Eti kuna wamealikwa, eti amepata scholarship 1000 za vijana kwenda India. Wala nyembe kwa maboya washikaja. Nchi hii yote huwa haina scholarship 1000 kwa mwaka. Yote. Aliita hapa wagonjwa mahututi njooni, mkaenda kutoa baba zenu vitandani na hospitalini. Mkapeleka pale, nikawa na cheki tu. Mtu mmoja akaniambia, mheshimiwa, toa kauli, huyu jambo halitekelezeki. Nikasema ukitoa kauli unaharibu. Ngoja hao watu wakapigwe na jua, alafu ishindikane ndio watakuja kwetu kwa hasira. Mmerudi kwetu kwa hasira. Si ndio? Wakaenda pale, tulia. Wakaenda pale. Eti babu yako unamwandikisha nini? Wengine wengine mkaambiwa watu wote waliozulumiwa, wenye kesi mbalimbali, hata kama ziko mahakamani, njooni kwangu. Mkaenda. Nikaona paka mama mmoja analalamikia ndoa yake. Na yeye anasema kuanzia sasa ile ndoa mkapatana. Yaani mimi na mke wangu tunakosana chumbani, unanisuluhisha hadharani. Wewe nani wewe? Tumefanywa maduanzi. Tumefanya nini? Mabaya. Na kwa sababu gani wanafanya hivyo? Ngoja kuambia. Wanajua tathmini ya kuiba kura inapimwa kwenye uwezo wako wa kufikiria. Hawa watu hawana maarifa ya kutosha, tunaweza tukawageuza kama chapati. Kaya tamasha, mimi nilikuwa zangu Canada. Nikasikia Arusha itasimama. Na akatangaza, mtakaokuwa mnakuja Arusha, ukisimamishwa na traffic, sema naenda Arusha, traffic hatakusumbua. Mkaenda mkachomea nyama kwenye lami pale. Nikakutana naye mimi kule kwenye kawa kule. Nikamwambia dogo njoo hapa. Njoo. Nikamwambia wewe ulikosa mahali pa kufanyia tamasha lako mpaka ufanyie kwenye lami, unafunga barabara siku 2. Unaua uchumi. Uchumi ni transaction, uchumi ni movement. Ukisimamisha watu kutembea, unasimamisha mzunguko wa fedha. Nikamwambia wewe ulishindwa kupeleka tamasha lako General Taya kama utaki sifa za kijinga? Ulishindwa kupeleka tamasha lako stadium usiku? Kwa nini hakupeleka tamasha stadium? Uwanja ni wa kwao, milango wanafungua wao, uwanja unapokea zaidi watu 20,000. Kwa nini usipeleke tamasha lako stadium ama viwanja vya General Taya? Unafunga barabara, watu wapite kierere na sifa. Sasa tukipambana, tukawa na no reforms no election vizuri, tukawa na uchaguzi huru na haki, watu wanaitu na wapunguza ofisini.
Leo mja hamna chochote unachofanya. Na mimi na enjoy. Huyu mtoto huyu, wajua mimi ni mtu wa Mungu, msitemi kanizingua. Huyu dogo anapita mle alikonipitisha. Mle. Tukiwa kwenye mazishi ya nani haya anaitwa haya, huyu nani huyu? Lucky Vincent. Hapa. Nimeiona juzi nikakumbuka, nikamshukuru sana Mungu. Muoni mbunge amepangwa kuongea, nasikia. Na simuoni mwenyekiti wa chama yuko hapa. Gambo akasema nafasi zimejaa. Wakamweka mwenyekiti wa waganga wa kienyeji Arusha aongee, mwenyekiti wa Simba Sport Club aongee, mwenyekiti wa wazee wote, lakini nafasi ya mbunge haipo. Sasa Rais Samia akamwambia hivi, nakumbuka hapa lazima mbunge mwenyeji aongee kwa sababu ndo kafiwa. Akasisitiza ule mtoto. Imejaa, akasema basi mpe Mbowe. Mwenyekiti Mbowe akaniambia Lema utaongea. Nikamwambia mwenyekiti hapana, wewe ongea. Sasa juzi nikatumiwa ka clip. Naangalia hapo walifanya maadhimisho yao ya UWT, sio kitu gani. Sasa namuona mkuu wa mkoa Makonda anasema na mbunge alikuwa hapa, sijui kwa anamtafuta, sijui kwa wananchi. Nikakumbuka kumbe naye leo anatafutwa kama mimi alivyonitafuta. Huyu Mungu bwana, malipo ni hapa. Sawa? Naona anavyolalamika. Huyu mtoto alikuwa anazuia nisifungue hospitali kule ya mama na mtoto. Hela sio zao, kiwanja sio zao, wazuia. Nikalazimisha mimi, nikapiga simu Ikulu, akalazimishwa kuja pale. Anamwambia wakili Mawala na wale, mimi Lema astajwe. Nikasema kama mtasitajwe hapa, kitu ambacho nimetafuta mimi akili zangu, hii ngoma ife kabisa. Usela hapa. Ife kabisa. Si mnakumbuka? Nikamwashia, hawa watoto mimi hawaniwezi hawa. Hawaniwezi. Ile hospitali imejengwa pale, kuna jina langu. Sijawahi kwenda baada ya uzinduzi kwa sababu sio utukufu na utaka. Utukufu na utaka katika maisha yangu ni kutenda haki hata nisipoonekana. Sasa nyie mnaona nagombana. Nasikia Makonda anataka jimbo, Gambo anataka jimbo. Hasa juzi nikasikia wanataka kuligawa. Nikasema sasa wakiligawa, mimi nataka kama tutapata reforms nzuri, nataka nichape wote. Na chapaje? Simesikia? Kati ya wale wote wale, hakuna mtu mwenye sifa ya kuwa mwenyekiti wa kitongoji. Kwanza wote wale ni wafungwa watarajiwa kama nchi ingekuwa inadai haki. Wote. Makonda ni mfungwa mtarajiwa, Gambo ni mfungwa mtarajiwa. Na jinai haifi. Kuna siku wataenda jela. Sikuwa ni neno langu. Kuna siku wataenda jela. Sasa hivi wanaona ni kawaida. Juzi wataka kushikana hapa mambo ya bodaboda, pikipiki, nimesikia. TAKUKURU nini. Unafikiri wameambiwa acha hiyo. Mimi hiyo issue naijua. TAKUKURU akichunguza vizuri Gambo jela. Jela asubuhi, jela. Miaka 30 jela asubuhi. Najua. Huyu Makonda akichunguzwa mambo aliyofanya akiwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam, sio tu anaenda jela, anapata murder case. Marekani Department of State walisema huyu tumemzuia kuingia nchi za magharibi kwa sababu anahusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kuhusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ni kutoa maisha ya watu. Wote hao ni wafungwa. Sasa leo wafungwa wote watarajiwa hawa, kuna ambao wanafikiri mmoja wao anaweza akawa mbunge ama akaendelea kuwa mbunge. Ni kwa sababu hatuna reforms katika tume ya uchaguzi. Tukiwa na tume huru ya uchaguzi, hawa wote CCM mji huu itakosa diwani. Mji huu inakosa diwani. Mji huu. Sasa kuna viongozi wa dini hapa. Na maaskofu mko hapa na mashehe mko hapa. Mimi nasema ukweli na Mungu anisaidie. Naomba Mungu anisaidie, anipe tena moyo wa kwenda kanisani kama nilivyokuwa mtoto.
nafikiri nakata tamaa. Ukisikiliza watumishi wa Mungu wanavyohubiri, utafikiri hawaoni tunachosema. Na maaskofu mko hapa na mashehe mko hapa. Mimi nasema ukweli na Mungu anisaidie. Naomba Mungu anisaidie, anipe tena moyo wa kwenda kanisani kama nilivyokuwa mtoto. Nafikiri nakata tamaa. Ukisikiliza watumishi wa Mungu wanavyohubiri, utafikiri hawaoni tunachosema. Juzi mmoja mahali nilikuwa nje ya mji, nikaongea habari ya tume, akasimama akasema, jamani, mambo ya siasa msilete hapa. Shindwa wewe mchungaji, shindwa. Na ndio maana unaona wachungaji wote nchi basi ni kama wamekuwa wapambe wa serikali. Ni lini ulikuwa umeona wewe wakati wa Nyerere, wakati wa Mkapa, wakati wa Kikwete, eti mkutano mkuu wa CCM unaitwa, wanachukuliwa watumishi wote wa Mungu wanakwenda kwenye mkutano mkuu? Siku hizi Ikulu ni kama nyumbani kwao. Wakitoka pale nje wanapigwa picha, mama amewapiga mwingi, tulikuja kwenye basta ya mama. Iko wapi hadhi ya watumishi wa Mungu watakaokubali kufa kwa sababu ya haki? Wamwambie mfalme kama Shadraka, Meshaki na Abednego walivyomwambia mfalme, hata kama Mungu hatatuokoa na moto huu, bado wewe sisi hatukuabudu. Samia ni nani? Kwamba leo watumishi wote wa Mungu mmekaa kimya. Na Waislamu ndugu zangu mlioko hapa, msidanganywe dini kwenye kuunga mkono mageuzi. Wanapita wakina Ali Hapi, wamepita Singida, wanasema Islam ndugu yake Islam, mwambie akupe iftari leo. Hatari yake ni nini? Wakristo wanaona kinachoendelea, wapagani wanaona kinachoendelea. Hii nchi mnaigawa. Kuna siku mtawala nchi hata kuwa Muislamu, alafu huyo ambaye hata kuwa Muislamu hata kuwa mkatili kweli, ataonea Waislamu. Wakristo watakaa pembeni waseme, wale tulipokuwa tunapigania haki kwa sababu yule alikuwa ni mwenzao, hawakusema kitu, ngoja tukae kimya, nchi itakuwa ya mateso. Nawaambia, najua kinachoendelea. Mimi sio mjinga. Wako wapi BAKWATA waongee kuhusu mambo ya msingi haya? Tunasema tunataka tume huru ya uchaguzi. Tume huru maana yake nini? Tuwe na uchaguzi usiokuwa na wizi, tuwe na uchaguzi watu wasiuawe, tuwe na uchaguzi watu wasipigwe. Mnashindwaje kutoa kauli kama hiyo? Wako wengine wanajiita manabii uchwara tu manabii. Bwana ameniambia, amekuambia nini? Anakuambia nini? Sikiliza. Kitu kibaya kwenye maisha kuliko vyote ni kuipa pesa nafasi katika moyo wako. Utaenda jehanamu. Umeenda jehanamu. Zinapita kampeni za udini, mnaambiwa. Nilimwona shehe mmoja kule Dar es Salaam, anaitwa nani? Mwaipopo, sio? Anasema kipindi cha mwanzo kwamba Waislamu msiunge Chadema mkono kwa sababu Chadema inampinga Samia kwa sababu ni Mkristo. Tumempinga Magufuli, tukakimbia mpaka nchi Mkristo. Lissu kampinga Magufuli mpaka kapigwa risasi, leo ni kilema. Tumekwenda jela tukimpinga Magufuli, Mkristo. Nimekwenda jela, watu wameuawa nikimpinga meya wa Arusha mjini Gaudensi Silimo, Mkristo Mchaga. Tumekwenda mahakamani, nimeshikwa na OCD Mchaga, natolewa ushahidi na RCO Mchaga. Mnaleta wapi udini? Wakataa kutafuta haki. Hiki mnachokifanya iwe dhambi kwenu na wajukuu zenu, na Mungu aishi hivyo. Walikaa mashehe hapa jela, nasudia wamekaa mashehe jela hapa zaidi ya miaka 9. Hakuna kiongozi yoyote, mbunge yoyote, isipokuwa yule alikuwa mbunge kule Bwege, na mimi ndio nilikuwa naongea bungeni.
Mimi nimeongea bungeni kuhusu mauaji ya Kibiti na Kilindi, nikatishiwa, nikataka kupewa waini, nikakimbilia ubalozi wa EU, nikajificha ndani. Mimi sio Muislamu, lakini mtu yoyote akiogelewa mbele yangu, hata kama huyo mtu ni kipofu, ana dini ama kabila, nitasimamia ili watoto wangu waje watendewe haki mahali fulani wakionewa. Ila nyie, kuna kampeni zinaendelea. Kampeni tunajua, unasikia sasa Rais Samia achanga milioni 150 kansela KKT. Akichanga kwenu hatujawahi kusikia imetangazwa msikitini. Unafikiri achangi? Hamnafinyiwa kubwa. Anachanga. Yaani kwamba Samia achange kanisani kuliko msikitini, alafu yeye ni Muislamu? No man, no. Mnataka niimbe ni nyinyi? Tatoa mistari hapa. Mnaambiwa, itakuwa mnaambiwa Antonia. Okay, poa. Inapokuja swala la haki, dini ya kwanza inakuwa ni haki. Sasa leo tunatakuta tume huru ya uchaguzi. Leo mnaweza mkaona ni kawaida, haiwahusu. Sikiliza, nawaambia kila siku jamani, mimi Magufuli alinikimbiza hapa. Niwaambie ukweli, Mungu ni mwema sana. Magufuli amenikimbiza nchi, lakini kanisaidia sana. Isa kama kuna mtu amenisaidia life, huyo jamaa amenisaidia life. Sasa mimi si washikaji zangu nawaambia, yani kampiga chura nini? Teke, kampiga chura teke. Kanyoshia line hivi. Nimejua watu wa kimataifa, nimejua dini za kimataifa. Wewe usionaga mimi toka nimeacha ubunge nimeacha kung'aa? Wewe mtoko umenijua nimeacha kung'aa mimi? Sijaacha kung'aa. Hata ili guruwe langu, kuruza langu hili nalipenda tu kwa sababu mimi ni Mchaga. Na nunuaje gari ya milioni 400, alafu baada ya mwaka inashuka bei inakuwa milioni 200, najua nitakuwa boya, si ndio? Kwa hiyo inafanywa overall alafu inaendelea. Juzi nimefanywa overall, dereva ameniambia anaitwa Saidi, mheshimiwa, sasa hii tunaweza tukapiga miaka 25. Nimemwambia Jumatatu ipeleka rangi. Sasa nikasema, mheshimiwa, sasa nawe badilika. Nibadilike nini? Nunua VX kali kilimo kwanza. Nikilinunua leo milioni 400, alafu baada ya mwaka milioni 80, nakuwa fara, sio Mchaga kabisa mimi. Kwani hii mkipanda wa mnaloona hii? Sijui mnaelewa jamani? Nachosema nini watu wa Arusha? Tukiamua kubadilisha nchi, tunabadilisha. Na tunabadilishaje? Kila mtu ajue hichi nilichokisema.